Ndugu wana maudhui, ninawashukuru sana kwa kuweza kufika hapa katika ukumbi wa Asco Lounge, ambapo ni sehemu ya burudani, tunasema action za mezani, yani starehe za mezani kwa namna yake kabisa. Mimi naitwa ndugu Yusuf Magupa, ambaye ni mratibu wa zoezi ambalo litakuwa endelevu ndani ya mkoa wa Shinyanga. Kwa kwanza kabisa ni shukuru wale wote ambao wamehakikisha kwamba burudani mkoa wa Shinyanga zinakwenda kwa usawa kabisa. Nikianza kwa kumtamka mkuu wa mkoa wa Shinyanga, mama yetu Mboni Mwita, lakini vile vile nikimshukuru mkuu wa wilaya katika halmashauri yetu hii ya manispaa ya Shinyanga mjini, na mzungumzia Julius Mtatiro, lakini vile vile pia nimshukuru RPC Magome, ambaye amehakikisha kwamba usalama wa mkoa wa Shinyanga uko vizuri, watu wanafurahia kutoka usiku na kurudi nyumbani wakiwa salama, lakini ulinzi shirikishi wanajitahidi sana kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda vizuri. Niende moja kwa moja kwenye lile ambalo limetuleta hapa. Lilotuleta hapa ni kushukuru sana kwamba mkoa wa Shinyanga sasa unachangamka. Tunasema ya kwamba nguvu ya kitaa ikiwika, basi mkoa unaamka. Na katika hilo, mimi kwa kushirikiana pamoja na ndugu zangu Asco Lounge, tumetengeneza mkakati muhimu wa kuweza kuhakikisha kwamba Shinyanga inazidi kuchangamka, na wafanyabiashara wanafanya biashara mchana, wanafanya biashara usiku. Tukasema tulete jambo ambalo linaitwa Action Season 1. Action Season 1 ni burudani kwa matendo. Lakini kabla sijaendelea mbele, ni tumie hii arafa ambayo nimeandikiwa na mkurugenzi wa Asco Lounge. Nitaisoma kwa haraka alafu baadaye nitakwenda kukuambia jambo ambalo limetukusanya sote kwa pamoja. Asco Lounge inasema hivi: Asco Lounge ni nyumba mpya ya burudani mkoani Shinyanga yenye dhamira ya kushibisha ladha ya starehe kupitia vinywaji, muziki na chakula bora. Tumejikita kubeba sanaa, kusambaza muziki mzuri katika hafla, burudani za club na kujenga taasisi za burudani na kwa wanaburudani. Kwa kuanzia, tunazindua Action Season 1. Huu ni msimu wa burudani kwa matendo. Hatutoi maneno matupu tu, bali tunaonesha njia na mikakati hai ya kunufaisha kanda ya Ziwa. Ratiba yetu ya burudani za wiki na wikendi zimesukwa kwa umakini kama matabibu wa burudani. Tutakuwa na show maalum, yani siku hii ya leo ya Jumamosi hii, kutoka kwa msanii mwenye ushawishi mkubwa katika uimbaji wa maudhui, Bele 9. Tumelifanya chaguo hili kwa kuamini kuwa Bele 9 ni nembo ya kuigwa, aliyekuza sanaa yake kutoka mitaa ya Morogoro hadi Tanzania kwa ujumla na Afrika Mashariki. Ni msanii aliyehifadhi haiba yake, haijawahi kupotea haiba ya Bele 9. Bele 9 ni yule. Tumeshuhudia wasanii wengine wakipanda na kushuka, lakini Bele 9 yule wa wakati wote, ambaye ameshika nembo yake na haiba yake haijawahi kuchafuka sehemu yoyote. Tukaona huyu atakuwa na ushawishi mkubwa kwa wasanii wengine wa kizazi kipya ambao wako katika mkoa wa Shinyanga kufuata alama yake na hatua zake. Kwa hiyo tukaamua kwamba huyu tutafungua naye ukurasa mpya. Mbali na hayo, Asco inajitambulisha kambani linalochochea utamaduni wa mitaani. Tuko tayari kuandaa maudhui kwa ajili ya TV, radio, online TV na matamasha makubwa. Kwa kuanzia, Asco inakuja na mradi wa talanta za maskani. Yani talanta za maskani ni vipaji ambavyo vipo katika kanda ya Ziwa, tunavitengenezea jukwaa viweze kuonesha yale mambo makubwa ambayo Mungu amewajalia. Kwa hiyo ndani ya Asco kutakuwa kuna huo ukumbi unaonesha hayo masuala kadha wa kadha. Na lingine la muhimu ufahamu ya kwamba kila Jumamosi kuanzia saa 4 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni tutakuwa na hizo jina lako, alafu kila Jumamosi ma DJs wetu watakuwa wanapiga ngoma zako hapa ndani ya ukumbi huu, lakini vile vile MC wetu atakuwa ananadi mambo ambayo unayafanya. Kwa kuzungumza hayo basi, nataka nimkaribishe msanii ambaye leo tumefurahia katika mioyo yetu kuweza kumkaribisha mkoani Shinyanga, aweke chachu kwa wasanii wa mkoani Shinyanga, aweke chachu kwa wanaburudani wa mkoani Shinyanga, waamini ya kwamba hawajatengwa, bali hawa wasanii wako kwa ajili pia ya hawa wananzengo wanaopatikana katika kanda ya Ziwa. Kipekee kabisa ni mkaribishe ndugu yetu
Inategemeana kwa sababu unapokuwa unaanzisha chochote kile lazima unakuwa na malengo yako. Kuna mtu mwingine akiweza kuhit kanda ya ziwa kwake imetosha, kuna mtu mwingine anaangalia Afrika Mashariki, kuna mwingine anaangalia mtaani kwake. Tunatofautiana malengo. So nadhani Dar es Salaam kuna nafasi yake, lakini pia mkoani kuna nafasi yake, kwa sababu kikubwa ni kuweza kufanya deliveries ambayo unahisi kabisa hii ndio focus ambayo mimi kwa nielekea plan. Okay. Yes, yeah. Tumezoea kuona wasanii wakiperform kwenye majukwaa mengi sana tofauti, lakini mimi nadhani sira yangu mimi kubwa ni perform live. Okay. Yaani ile sauti ambayo wameisikia kwenye muziki yangu ndio watakuja kusikiza kwa stage pia. Yaani sio kwamba naimba alafu juu kunakuwa na muziki. So nadhani hicho ni cha kwanza, lakini material ni mengi, lakini mimi nimeiongelea kwa upande wangu, ni kitu ambacho nakiweza, nakipenda na nakitaka sana kwa hivyo haijulishi unaenda wapi, lakini once unatoka nyumbani una connect na watu inasaidia sana, kwa sababu kuna mtu mwingine inawezekana kabisa alikuwa hajui labda namna gani unapatikana au hajui kama unaweza ukatoa huduma labda kwenye mazingira fulani, lakini once unaonekana basi inakuwa ni kama vile umejifanyia marketing. Kwa hivyo kuanzia pale unapata connections. Mimi kwa hii miaka yote outings zimekuwa zikinisaidia sana, napata kazi nyingi kwa sababu ya kuconnect na watu tofauti na ukisema unakaa nyumbani unasubiria kazi. Inaweza ikaja, lakini ukitoka out tayari unakuwa ni kama vile umeifuata kazi. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania.